Lakini mwenyekiti, mimi ni kushukuru sana ulichokisema kwa ukweli wa moyo wangu. Mwenyekiti, nataka nikuhakikishie kwamba sijawahi kuiba pesa ya umma. Kwanza nikuhakikishie, sijawahi kuingiza mkono kwenye pesa ya umma yoyote ile, ya kijiji, ya kata, mahala popote. Na kwa sababu hiyo mwenyekiti, ninaamini ninasimama kikweli kweli kuitetea kata ya Kemambo. Sasa hata mimi niseme tu mwenyekiti, kuna jambo ambalo kimsingi umelizungumza, jambo la maana, jambo ambalo lina msingi sana, ya kwamba kata yetu ni kubwa. Mwenyekiti, juzi nimepima toka Mtomara mpaka pale uwanja wa ndege, nimefuata takriban kilomita 25. Hiyo ni kata moja, kilomita 25. Lakini kata hii pia mwenyekiti, ndio kata kubwa ya pili kwa maana ya kuwa na wingi wa watu. Matongo ikiwa namba 1 kwa sensa ya mwaka 2022, Matongo ilikuwa na 33 na Ushe. Wakati huo Kemambo 22 hiyo, wakati huo Kemambo ikiwa na 29 na Ushe. Kwa sababu hizo mwenyekiti, ninaiomba tu serikali yetu, tumeandika hata kwenye mabango yetu, lakini tunaiomba serikali yetu ya Chama cha Mapinduzi kupitia kwako na kuendelea, ikiwezekana waweze kutusaidia kupunguza maeneo ya utawala. Maana ya kwamba kata ya Kemambo ikiwezekana tupate kata 2 zingine za ziada, kwa maana ya kutusaidia. Maeneo ya utawala yanakuwa makubwa ambayo inakuwa wakati mwingine kazi kuongoza watu. Mimi nikushukuru sana mwingi. Niseme tu kwamba tutashirikiana kwa kiasi kikubwa na chama, tutashirikiana kwa kiasi kikubwa na mbunge, kwa sababu tushazungumza naye na akasema yale yote ambayo yamepita si mbele, sasa tugange yajayo. Huku tunakoenda sasa lazima tushirikiane kuisaidia Nyamongo. Hakuna sababu yoyote ya Nyamongo kuendelea kubaki ilivyo. Kwa idadi kubwa ya watu, kwa uchumi ilionao, na uhakika kwamba tutaitengeneza Nyamongo itasimama. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi hiki tu ambacho mimi nimeshika nafasi, mambo machache ambayo kimsingi tumeyafanya. Ile shule ya Kegati pale tayari imesimama, lakini tumesimamisha sekondari pale Murito. Hayo mambo tumeyafanya. Tukaenda idara ya maji pale, tumeweka visima 2 ambavyo viligharimu milioni 400 visima vya mtandao. Tukaja tukaweka hapa Kerende visima 2 ambavyo ni viligharimu milioni 400 sawa na milioni 800. Ukiacha hilo mwenyekiti, tumeweka umeme katika vitongoji 6 vya kata ya Kemambo. Nakiri tu kwamba mwenyekiti, niliomba vitongoji 9 umeme. Kwa bahati mbaya sana, maeneo niliyoomba kwa Murito yakawa yako mbali na umeme mkubwa, tukapelekea kukosa vitongoji 3, lakini vitongoji 6 kwa maana ya Kerende tumepata vitongoji 3, tumepewa umeme. Kiwanja tumepata vitongoji 3, tumepewa umeme. Na umeme sasa hivi unawaka na unasaidia watu. Pale Kiwanja tuna uhakika kwamba sasa umeme unakwenda pale Muruambe. Palikuwa na shida mwenyekiti. Sasa umeme unakwenda pale na watu wanatakiwa kuanza kutumia umeme kwenye eneo lile, ambalo kimsingi hapo nyuma lilikuwa ni shida kupata umeme. Mwenyekiti, barabara za kata ya Kemambo kwa asilimia kubwa zinapitika. Hii nadhani kuhakikisha tu kwamba tutaendelea kuhakikisha tunasimamia wananchi wetu kupata huduma bora. Watumishi wako hapa mwenyekiti, na uhakika kwamba tunashirikiana nao kwa ajili ya kuisaidia Kemambo. Mimi wakati na staff mwenyekiti, nataka kuhakikisha kwamba watumishi niliokuwa nao ofisini kwangu waliniita wakanipa zawadi mpaka nikalia. Nasema watu hawa nimewafanyia nini? Wakaniambia, mheshimiwa diwani, moja ya vitu ambavyo tunavyo vigumu, sisi tumezunguka, tunakutana wakati mwingine na diwani anakuwa moto. Sasa mimi nashirikiana na hao watumishi kuhakikisha kwamba tunaijenga Kemambo. Nadhani kuhakikishia mwenyekiti kwamba Kemambo kama ulivyoisema na kama ilivyo, nitaendelea kuitetea mwanzo mpaka mwisho. Nitawateteeni mwanzo mpaka mwisho. Kama kuna jambo ambalo ni gumu, nadhani waambie tu ndugu zangu, mimi nafikika. Ninafikika bure. Hakuna mwanamume anaweza kusimama hapa kama aliwahi kuja nyumbani kwangu au akakutana na mimi
nikamlipiza kitu chochote, nampeleka wilayani, nampeleka mahali popote, hata shilingi hawajawahi kulipa. Maana yake ni kwamba nikiomba nafasi nahitaji kutetea watu, nahitaji kusaidia watu. Kama ni riziki na njia za kawaida za kupata riziki kwenye maeneo yangu. Kwa naombeni sana ndugu zangu kwamba muendelee kuniamini, muendelee kuhakikisha kwamba tarehe 29 tunapata kura Chama cha Mapinduzi. Kuna wagombea wako huko wa urais, karibu wagombea 17. Wakati mwingine hata kufika hapa Nyamongo, mimi naona mjini tu. Naona mjini wakipita wakiwa na kundi dogo sana la watu. Sasa kwa sababu hizo, mgombea urais ambaye anajulikana yuko sahihi ni Samia Suluhu Hassan. Naombeni ndugu zangu tumpe kura. Wangapi tutampa kura? Asanteni sana. Mheshimiwa mbunge yuko hapa, Mugabo Itara, wangapi tutampa kura? Sasa ombi langu, wapo watu wanapita kwenye maeneo yetu wanasema tarehe 29 tulishamaliza. Ninaombeni tujitokeze vya kutosha kwenda kupiga kura kwenye vituo, na bahati nzuri vituo ni vingi.